kitabu cha Mathayo 14:22. What does it say? Matthew 14:22 says what? Immediately Jesus made his disciples get into the boat and go before him to the other side while he sent the multitude away. Now when he had sent the multitude away, he went up on a mountain by himself to pray. And when evening came, he was there alone. Now the boat was many furlongs away from the land, tossed by waves, by the wind, for the wind was contrary. And in the fourth watch of the night, Jesus went to them walking on the water. Now when the disciples saw him walking on the sea, they were terrified, saying, "It is a ghost," and they cried out for fear. But immediately Jesus spoke to them, saying, "Be of good cheer, it is I, do not be afraid." Then Peter answered and said, "Lord, if it is you, command me to come to you on the water." And he said, "Come." And when Peter got down out of the boat, he walked on the water to go to Jesus. But when he saw the wind, he was afraid, and beginning to sink, he cried out, saying, "Lord, save me." And immediately Jesus stretched out his hand and caught him, and he said to him, "Oh, you of little faith, why did you doubt?" Now when they got into the boat, the wind ceased. Then those who were in the boat worshipped him, saying, "Truly you are the Son of God." Father, in Jesus' name we praise you. Baba, kwa jina la Yesu twakusifu. We thank you because of your word. Tunakushukuru kwa neno lako. Receive all the glory and honor. Pokea utukufu na heshima. Talk to us, we are listening. Tunenee maana tunasikiza. And the church say, "Thus says the Lord." And the church say, let's be seated in the presence of the Lord. Tuweze kuketi mbele ya uwepo wa Bwana. Wave at your neighbor, tell him of her, "I'm going to be a blessing to you." Hebu mpungie mkono jirani yako, mwambie nitakuwa baraka kwako. Praise the name of the Lord. Jina la Bwana litukuzwe. Today I want us to look into this scripture that is wonderful. Na siku ya leo ninataka tutazame andiko hili ambalo ni la ajabu. If you look into this scripture, you see one thing. Unapotazama andiko hili unaona jambo moja. This event happened after Jesus had fed the 5,000. Tukio hili linafanyika baada ya Yesu kuwalisha wale 5,000. The Bible says after feeding them, na Biblia inasema baada ya kuwalisha, they decided to make him a king. Wakaamua kumfanya awe mfalme. Praise the Lord. Bwana asifiwe. Can you look at me? Hebu nitazame. If you solve people's problems, you will get a place in their lives. Ukitatua shida za watu, utapata nafasi maishani mwao. Nimesema nini? What did I say? If you solve people's problems, you will get a place in them. Ukitatua shida za watu, utapata nafasi ndani yao. Now after Jesus had solved a hunger problem, wakati Yesu alikuwa amesuluhisha shida ya njaa, the Bible says they chose to make him a king. Biblia inasema kwamba watu wakaamua wamfanye mfalme. But Jesus, knowing who people are, lakini Yesu akishaelewa watu ni nani. That's the beauty about our God. Na huo ndio urembo kumuhusu Mungu wetu. He knows us all. Anatujua sisi wote. He knew they are not making me a king because they love me. Akajua na kufahamu kwamba hawanifanyi mfalme maana wananipenda. They just want me to be their supplier. Wanataka tu mimi niweze kuwa mpeani wao. And church, when you look at the story, na kanisa tunapotazama hadithi, immediately, the Bible says, immediately Jesus told his disciples to enter into the boat and go on the other side. Biblia inasema ghafla Yesu akawaambia wanafunzi wake waingie katika chombo waende katika
upande mwingine. And he himself went onto the mountain to pray. Na yeye Yesu mwenyewe akaenda juu ya mlima kuomba. And as he was praying, the Bible says the disciples were in the sea and at the fourth watch of the night. Na Biblia inasema kwamba walipokuwa katika bahari wakiwa katika sehemu ya 4 ya usiku. A Jewish night is divided into 4. Kwa sababu usiku wa Wayahudi umegawanyika katika mara 4. From 7 to 9, 9 to midnight, midnight to 3, 3 to 6 in the morning. Kuanzia saa 1 jioni hadi saa 3, saa 3 hadi saa 6, saa 6 hadi saa 9, saa 9 hadi thenashara asubuhi. And here the Bible says it was at the fourth watch. Na hapa Biblia inasema kwamba katika kalenda ya Wayahudi ilikuwa katika sehemu ya 4 ya usiku. And for your information, at the fourth watch, that is when the darkness is of totality. Na ninataka ufahamike na kuelewa kwamba hii sehemu ya 4 ndio ambapo kuna giza totoro. That is the hour when hope is very far. Na hapo ndipo risaa wakati ambapo tumaini liko mbali. And the Bible says, and the boat was a considerable distance far from the shores, meaning there is no way to go back. Na Biblia inasema kwamba merikebu ilikuwa mbali kutoka ufuoni. Maana yake ni kwamba hakuna tumaini, hakuna jinsi ambavyo inaweza kuwa inaonekana. So there are several challenges the boat is facing. Basi kuna changamoto nyingi ambayo merikebu inakumbana nayo. Number 1, it is a considerable distance from the shores. Jambo la kwanza ni iko umbali wa ufuoni. Number 2, the Bible says it is being tossed by the winds. Changamoto la pili, Biblia inasema kwamba inayumbishwa na mawimbi. That means this was not just a small wind. It is not a breeze. It was, the Bible says, it was being tossed. It was a rough situation. The wind wanted to tear it into pieces. Na ninataka uelewe kwamba haka sika upepo kadogo, na sio tu kadhoruba ambapo kanafahamika pale baharini, lakini ni dhoruba kubwa. Maana Biblia inasema kwamba ilikuwa inayumbishwa karibu ilaluliwe na yale mawimbi. It was a rough condition. Ikawa ni hali ambayo ni ya kuogofya. But praise the Lord, at the fourth watch of the night, when it is the worst and the toughest, that when Jesus came walking. Na ninashukuru Mungu na Yesu aweze kubarikiwa, kwa sababu katika risaa lile la 4, wakati ambapo dhoruba zimekuwa na changamoto nyingi, hapo ndipo Yesu alikuja akitembea. Am I talking to a living church? Na neno na kanisa lililo hai. And it is at the toughest, that's when the Lord came. Wakati ambapo changamoto zimezidi, hapo ndipo Yesu alipokuja. And the Bible tells us when they saw, you see, this is at the fourth watch. That means they cannot see anything. Na Biblia inasema kwamba kwa sababu hii sasa ni ile eneo la 4, wakati ambapo giza ni jingi, hakuna kitu wangeweza kuona. And they saw somebody walking on the water. Wakamuona mtu akitembea kwenye maji. Hello church. Hello kanisa. They saw somebody walking on the water. Wakaona mtu akitembea kwenye maji. And guys, what do you think? Na wapendwa, mnadhania nini? If you see somebody walking on water, ukiona mtu anatembea kwenye maji, simple and clear, they made a conclusion, this is a ghost. Kwa wepesi na kitu ambacho ni waziwazi, wakaweza kutamatisha na kusema kwamba hili ni pepo. Ni pepo. But Jesus said it is me. Lakini Yesu akanena akasema kwamba ni mimi. Down there, na hapo chini, verses
28. katika mistari ya 28. That's where I want us to put our fingers on. Hapo ndipo ninataka tuweke kidole chetu. Peter answered him, Petro akamjibu, Lord, if it is you. na akasema, Bwana, ikiwa ni wewe. Somebody say, Lord, if it is you. Mtu aseme, Bwana, ikiwa ni wewe. Tuongea kanisa, Lord, if it is you. Bwana, ikiwa ni wewe. To those who are writing down, and in this church you must write down, that is obvious. Kwa wale ambao wanaandika, na katika kanisa hili lazima uandike, hiyo ni kawaida. My message is the honorable request. Ujumbe wangu ni the honorable request. Ombi ambalo ni la uheshimiwa. Praise the Lord. Jina la Bwana litukuzwe. Somebody shout the honorable request. Ombi la uheshimiwa. Hey. I am not hearing people speaking. The honorable request. Ombi la uheshimiwa. Today I want us to see the honorable request. Na leo hii ninataka tuone ombi la uheshimiwa. Number one, Peter says, if it is you. Na jambo la kwanza, Petro akajibu, kama Bwana, ikiwa ni wewe. Hallelujah. Hallelujah. If it is you. Bwana, ikiwa ni wewe. What is he saying? Akasema nini? If it is you, ikiwa ni wewe, command me to come to you on the water. niamuru nije kwako juu ya maji. Praise the Lord. Amen. One request that Peter wants. Ombi moja ambalo Petro anataka. Praise the Lord. Bwana sifiwe. Unisalimie. Can you greet me? One honorable request that Peter wants from Jesus is proof of identity. Ombi moja la heshima ambalo Petro anataka ni uhakikisho wa utambulisho. If you are writing down, write it down. One honorable request that Peter wants to know from Jesus is proof of identity. Kama unaandika, basi andika hivi kwamba ombi moja la uheshimiwa ambalo Petro anataka ni hakikisho la utambulisho. Praise the name of Jina la Bwana litukuzwe. I want to speak to this house. Ninataka ninene na kanisa hili. My Bible in the book of 1 John. Biblia yangu katika kitabu cha Yohana wa kwanza. 1 John chapter number 4. Yohana wa kwanza sura ya 4. 1 John chapter number 4 verses 1. Yohana wa kwanza sura ya 4 mistari ya kwanza. This is a honorable request. Hii ni ombi ambalo ni la uheshimiwa. What does 1 John 4:1 say? Yohana wa kwanza 4:1 inasema nini? Beloved, do not believe every spirit. Wapendwa, msiamini kila roho. Hello? Can we go? Beloved, do not believe every spirit. Wapendwa, msiamini kila roho. But test spirits to see whether they are from God, because many false prophets have gone out into the world. Lakini jaribini kila roho, kwa sababu manabii wengi wa uongo wamewaendea watu wengi kule nje. Can I hear an amen in this Hapo house? nisikia mimi katika nyumba hii. So one thing that Peter wants to know is proof of identity. Basi kitu kimoja ambacho Petro anataka afahamu kwa hakika ni hakikisho la utambulisho. I want to speak to this house and tell you one thing. Na ninataka ninene na nyumba hii na niwaambie jambo moja. Days we are living are days of danger. Kwamba nyakati tunazoishi ni nyakati za hatari. I say the days of danger. Ninasema nyakati za hatari. What danger are we going through? Tunapitia hatari gani? The danger of false prophets. Tunapitia hatari za manabii wa uongo. Praise the Lord. Jina la Bwana litukuzwe. I say praise the Lord. Nasema jina la Bwana litukuzwe. The danger of false prophets. Nazungumza kuhusu hatari ya manabii wa uongo. They are all over. Wako kila mahali. See, I gave you a story the other day.
Nikawapa hadithi siku nyingine. I've been a radio preacher now for 11 years. Amekuwa mhubiri wa redio sasa miaka 11. And as I was going home driving, I decided to listen to a fellow preacher in the same radio station where I've been preaching. Na alipokuwa kienda nyumbani akaamua asikize mhubiri mwenzake ambaye anahubiri katika redio yenye anahubiri. As he was preaching, I took his number. Na alipokuwa kihubiri akachukua nambari yake. And I decided I want to know the spirit in this man. Na akaamua kwamba ninataka nijaribu roho iliyo katika mtu huyu. Hebu niangalieni. Let me talk to this great house. Hebu ninene na kanisa hili kuu. The danger that is facing you is enormous. Kwamba hatari inayokumbana na wewe ni kubwa sana. The danger of false prophets. Na ni hatari ya manabii wa uongo. So I wanted to trick this preacher to know what spirit is in this man. Basi ninataka nijaribu huyu mhubiri nijue kwamba roho iliyo ndani yake ni ipi. So I took the number and I texted him and I told him I want a child. Na akachukua na simu yake akamtumia ujumbe akamwambia ninataka mtoto. He told me your prayers have been answered. Akamwambia maombi yake sasa huyu imejibiwa. Send an offering. Tuma sadaka. Niko mlimani. I am in the mountain. Na ninakuombea saa hii. And I am praying for you now. Unaenda kupata mtoto. Utapata mtoto. Unasikia nani atapata mtoto? Job. We PM. Unasikia nani atapata mtoto? Mimi. Sasa mimi. Afadhali huyu angeandika. Am I talking to a church? Je, ninanena na kanisa? Let me tell you. Hebu nikwambie. Not everything that sounds Christian is Christian. Sio kila kitu ambacho kinakaa au kinafanana na Ukristo ambacho ni Ukristo. Even these people who are your friends, sometimes they'll come to your house with something. Put that thing in test. Hata hawa watu ambao wanajifanya marafiki wako watakuja kwa nyumba yako wakikwambia ninasikia roho akisema, weka hilo jaribioni. Peter was a disciple of Jesus and Jesus had said it is I, but Peter wants identity proof. Petro alikuwa anamfahamu Yesu Kristo, lakini yeye anataka thibitisho ya utambulisho wa Yesu. Praise the Lord. Jina la Bwana litukuzwe. And let me tell you, na hebu nikwambie, the danger we are facing today is a danger of liars. Na hatari tunayokumbana nayo nyakati tunazoishi ni hatari ya waongo. Am I talking to a house? Je, inanena na kanisa? So here 1 John is telling us, test every spirit. Hapa waraka kwa Yohana inatuambia, wa kwanza anatuambia tujaribu kila roho, so that we may know whether it is from God. Ili tuweze kufahamu kwamba hii roho imetoka kwa Mungu. So when Peter is asking Jesus if it is you, na basi wakati Petro anapoanza kumwambia Yesu kama ni wewe, he's right. Yeye ako sahihi. I've always said this story about this man who visited a church. Na nimekuwa nikizungumza hadithi ya huyu mtu ambaye alitembea kanisa. And after visiting a church, na baada ya kutembea kanisa, and people are praying, na watu wanaomba, and he stood up and said, akasimama akasema, the Spirit of the Lord tells me, roho ya Bwana ananiambia, a true Christian must be tested. Mkristo wa kweli sharti ajaribiwe. A true Christian must go through fire. Na Mkristo wa kweli lazima apitie moto. Akachukua gazeti, then he took a newspaper, akaikunja, and he folded it, akasema wale ambao, and he said those who, kwa sababu lazima mujaribiwe kwa moto, because you have to be tested with fire. Na si Biblia inasema hivyo? And that is what the Bible says. Kwani Biblia inasema utajaribiwa na uji? Utajaribiwa na nini? Na moto. The Bible declares that you will be tested with fire.
Kachukua gazeti akawasha moto. And he took a newspaper and he read it. Kambia kuja. Kawambia njoo. Toa mkono wako. Put your hand. Akaanza kuwachoma mkono. And he began to burn them in their hands. Ukilia unasema wewe uko na pepo, wewe ujui neno. Neno inasema utavumilia moto. And when you try to complain because the fire is burning your hand, he will tell you you have a demon, because the Bible declares that you will have to persevere fire. Wakachomeka. They were burned. Let me tell you. Nikwambie, kuchomeka utachomeka. To be burned, for sure you'll be burned. Lakini Mungu atakusaidia kupona. But the Lord will help you to heal. Mama moja katikati ya hiyo fellowship. And one mother in that fellowship, she said, this is not the Spirit of God. Akasema huyu si roho wa Bwana. God has not said we go through this kind of a thing. Mungu hakusema moto ya kibiriti. These are trials and tribulations that come upon our life. Sio hii moto ya gazeti. Mungu alisema dhihaka, majaribu ambayo yatakuja kwa mwenye haki, lakini si hii moto inawashwa na kibiriti. Have you ever noticed if somebody tells you the Lord has told me, haujuagi aliambiwa akiwa wapi? Hiyo kitu, it's so confusing. Ujuagi utajiondoa aje until you test it yourself. When someone comes and tells you that the Lord has spoken to me about you, you begin to enter into a turmoil and into a confusion, because you don't know when the Lord spoke unless you test it yourself. So what does this tell me? Hii inaniambia nini? The first honorable, whenever you test a spirit, that's a honorable thing. Mara utakapo jaribu roho, hiyo ni kitu ambacho ni cha ukweli. And God has commanded us to test these spirits. Na Mungu ametuamuru kuweza kujaribu hizi roho. Praise the name of God. Bwana Yesu asifiwe. What does this tell me? Hii inaniambia nini? Test of identity. Kujaribu utambulisho. Glory to Jesus. Utukufu kwa Yesu. So that is one part. Na hiyo ni sehemu moja of the honorable request. Ya kuuliza ambako ni kwa uheshimu, ni kuna uheshimiwa ndani yake. Because at the end of it all, kwa sababu kwa kila kitu, because God has a reason for everything. Maana Mungu ana sababu ya kila kitu. Another request that Peter had, na jambo lingine ambalo Petro alikuwa nalo, it was a request of revelation of power. Ilikuwa ni kuuliza ufunuo wa nguvu. Now there's something I want you to see. Kuna kitu ninataka uone. I want you to see something. Ninataka uone kitu. He wants identity. Anataka utambulisho. And then from there, na baada ya hiyo, he asked him whether he can allow him to walk on water. Na anamuuliza, je, waweza kuniruhusu nitembee kwa maji? That means identity goes with the power. Maana yake ni kusema kwamba utambulisho inaendeshana na nguvu. So he's dealing with somebody on identity and power. Basi anakabiliana na mtu katika utambulisho na katika nguvu. So this is to speak to somebody today. Na hii ni kunena na mtu siku ya leo. And to tell you in Jesus' name. Na nikwambie kwa jina la Yesu. Because at the times we are living, maana nyakati tunazoishi, it is very important for you to have a personal proof of the identity of Christ. Kwa sababu nyakati tunazoishi ni lazima uwe na utambulisho kamili wa mtu wa Kristo. Because immediately you know the identity, you know the power. Kwa sababu wakati utakapojua utambulisho, basi utafahamu kuhusu nguvu. Because in the days that we are living, maana katika nyakati tunazoishi, there are so many challenges that are coming our way. Kuna changamoto nyingi ambazo zinatujia. And I want to speak to this house and tell you in Jesus' name. Na ninataka ninene na nyumba hii niwaambie kwa jina la Yesu. Peter was right. Petro alikuwa sahihi. Praise the Lord. Amen. Do you have a true proof of the identity of Christ? Je, una utambulisho wa kweli wa mtu wa Kristo?
that this Jesus you believe in, kwamba huyu Yesu Kristo unayemwamini, whatever he says can happen. kwamba chochote anachosema kinaweza kufanyika. Praise the Lord. Amen. Whatever he says will happen. Chochote atakachosema kitafanyika. There is one man in the scripture, na kuna mtu mmoja katika maandiko, that I want you to see, a man that is just amazing, ambaye ningetaka umuone, mtu ambaye anafurahisha. in the book of Luke chapter number 7. Kitabu cha Luka sura ya 7. I'm talking about identity and power. Ninazungumza kuhusu utambulisho na nguvu. The book of John chapter number 7. Let's read from verses number 6. What does it say? Inasema nini? Then Jesus went with them, and when he was not far from the house, the centurion sent friends to him, saying to him, Lord, do not trouble yourself, for I am not worthy that you should enter under my roof. For this reason, I do not even consider myself worthy to come to you, but just say the word. Somebody say that word. Just say, hey, twende, just say, and my bond servant will be healed. Praise the Lord. Jina la Bwana litukuzwe. I want you to see something here. Ninataka uone kitu hapa. This is a man who is a leader. Huyu anayenena katika Luka 7:6 ni mtu ambaye ni kiongozi, and he has a sick person, na ana mtu ambaye ni mgonjwa. He sends for some people to go and call Jesus. Anatuma watu fulani waende wamuite Yesu. But before Jesus arrives in his house, lakini kabla Yesu hajawasili katika nyumba yake, he sends another group, anatuma kikundi kingine, and tells them, anawaambia, go and tell him, nenda umwambie, you don't deserve to come under my house. Hauhitaji kuja kwa nyumba yangu. That means this is somebody who has realized the identity of the person. Maana yake huyu ni mtu ambaye amejua utambulisho wa mtu anayetumana, and he has recognized the power, na ameweza hata kutambua nguvu. Praise the Lord. Amen. Hebu nisalimieni kanisa. Can you greet me, church? You have to know, get a proof of the identity of Christ and his power. Lazima ujue na upate hakikisho la utambulisho wa nguvu zake. Look here. Tazama hapa. This man tells Jesus, don't come even under my house. Huyu mtu anamwambia Yesu, hata mwambie si lazima aje kwa nyumba yangu, but only one word, lakini atume neno moja tu, will show your power. maana litaonyesha nguvu zako. Let's go, church. Only one word will show your power. Anasema hivi, sema neno moja tu na mtumwa wangu atapona. So it is one word. Ni neno moja tu. And Peter here is telling Jesus, tell me to come. Jesus does not say 10 words. He says one word. Na Petro hapa anapomuuliza Yesu, niambie nije, Yesu hamwambii maneno 10, anamwambia neno moja. Come. Njoo. That one word, under a man of authority, he walked on water. Neno hilo moja tu, kwa mtu aliye na mamlaka, Petro akatembea juu ya maji. I want to speak to you today. Ninataka kunena na wewe siku ya leo. Because at the days we are living, kwa sababu nyakati tunazoishi, it depends on how you have taken Christ. Inategemea na ni jinsi ambavyo wewe unambeba na kumchukua Kristo. So number one is proof of identity. Na jambo la kwanza ni thibitisho la utambulisho.
Number 2 is proof of power. Jambo la pili ni thibitisho la nguvu. Because not everybody who can tell you walk on water and you walk on water. Kwa sababu si kila mtu ambaye atakwambia tembea juu ya maji na utembee juu ya maji. No. Hapana. It is only the man with authority and power who can cause you to walk on water. Ni mtu tu ambaye ana mamlaka na ana nguvu atakayeweza kukuambia utembee juu ya maji. So let me talk to this house. Basi ni ruhusu ninene na nyumba hii. You will always receive what you are asking. Utapokea kila mara unachouliza. The formula, the need, the walking on water was not the plan of Jesus. Kutembea kwa maji kwa Petro haikuwa ni mpango wa Yesu. It is Peter who suggested. Lakini Petro ndiye ambaye ameuliza. Hello. Who suggested? Nani aliuliza? Allow me to walk on water. Hiyo ilikuwa ya nani? Alisema niruhusu nipite juu ya maji. Ilikuwa ya nani? That was Peter's request. Ilikuwa ni kiulizo cha Petro. Church, listen to me today. Kanisa, ninataka mnisikize siku ya leo. You are going to get what you ask. Utaenda kupokea kile unauliza. Ambia watu watatu karibu na wewe. You are going to get what you ask. Speak to 2-3 people near you. Kwamba utaenda kupokea utakachouliza. Praise the Lord. Bwana sifiwe. When you wake up in the morning, you tell God, Bwana nibariki katika mapito yangu, njia zangu zote unibariki. God blesses you because you said mahali nitatembea nitabarikiwa. Hujawahi kumwambia Bwana niruhusu nipite juu ya maji. Siku ile utasema juu ya maji, utapendea juu ya maji. Amen. Tukubaliane. Let us agree. Church, don't minimize the power of our Maker. Kanisa, tuache kupunguza nguvu zilizoko katika Muumba wetu. Am I talking to somebody? Raise up your hand and say, I am not going to diminish the power of my Maker. Hebu inua mkono wako wa kuume na useme kwamba sitaenda kupunguza nguvu za Muumba wangu. Praise the name of God. Jina la Bwana litukuzwe. I read a story once of this man who was known as Alexander the Great. Kuna wakati nilisoma hadithi kuhusu huyu aliyekuwa anaitwa Alexander the Great. If you could ask Alexander the Great something very, very, very big. Kama ungemuuliza Alexander the Great kitu ambacho ni kikubwa sana, he always granted you. Kila mara alikupa. And people used to ask, na watu walikuwa wanauliza, why is it when you ask the king for a big thing he gives you? Kwa nini ukiuliza mfalme kitu kikubwa anakupa? Because once you ask a big thing, it honors him. Kwa sababu ukiuliza kitu kikubwa kinamheshimu. Am I talking to somebody? Do you know why Goliath was abusing David? Unajua kwa nini lile jitu Goliath lilikuwa linamtusi Daudi? You come here with a stick as if it's a dog. Unakuja hapa na fimbo kama ni mbwa. Because killing a boy is shame. Kwa sababu kumuua kijana mdogo ni aibu. Siuseme hiyo. Can you say that? Killing a boy is shame. Maana kuua kijana mdogo ni aibu. He expected somebody of his caliber, if somebody of his stature, somebody of his height. If I kill this one, I'll be honored. Kwa sababu alikuwa anategemea mtu mkubwa kiasi chake, mtu mzito kiasi chake, kwa sababu akimpigana na mtu wa kiasi chake na aweze kumshinda, itakuwa ni heshima kwake. There are some things you are going to ask that are going to be a great testimony. Kuna vitu ambavyo utauliza vitakuwa ni ushuhuda mkubwa. Can we go, church? Hebu tukubaliane kanisa. There are some things you are going to ask, and when God is going to release them, they are going to be a big testimony. Kuna vitu utakavyouliza na wakati Mungu ataviachilia vitakuwa ni ushuhuda. Praise the name of the Lord. Jina la Bwana litusifiwe. So I want you to see the honorable request that were in Peter. Basi ninataka tuone jambo ambalo ni la heshima Petro alilouliza.
Praise the Lord. Amen. So I speak to this great house. Basi nanena na nyumba hii ambayo And ni remind kuu, you one thing. na niwakumbushe kitu kimoja, That we have a God who will not let you down. kwamba tuna Mungu ambaye hatakuachilia. Hebu tukubaliane hivyo. Let us agree. Praise the Lord. Amen. Understanding identity and power. Kwamba tuelewe utambulisho na nguvu. In the wedding of Cana of Galilee, the Bible says the wine was finished. Katika harusi ambayo ilifanyika Kana ya Galilaya, Biblia inasema kwamba divai ikaisha. But Jesus was invited. Lakini Yesu alikuwa Sema hiyo na useme tu kama amealikwa. Yesu alikuwa amealikwa. Jesus alikuwa amealikwa. Jesus was invited. Yesu alikuwa amealikwa. The only person who knew identity and power within the invitees. Na mtu miongoni mwa wale walikuwa wamealikwa aliyejua nguvu na utambulisho. Hebu sema hiyo. Can you say that? Amongst the invited people, the only person who knew the identity and power was one person, the mother. Na mtu mmoja miongoni mwa wengi waliokuwa wamealikwa aliyejua nguvu na utambulisho wa Yesu ni mama yake. So he told the guys, whatever he will tell you. Basi akawaambia wale wangwana, chochote atakachowaambia. Hebu mtu acheke kwa hii kanisa. Chochote. Turudie. Chochote. Maana yake ni nini? What does that mean? Shamba, nguo, magari, anything can be done. Haijalishi ni nini, iwe ni hizo vitu vyote vilivyotajwa, chochote atakachowauliza fanyeni. She knew the identity and the power. Mariamu mamake Yesu alijua utambulisho na nguvu zilizoko ndani ya Yesu Kristo. So my friends, don't deal with God just if you are just dealing with your MCA. No. Peter knows what can come out of Jesus. Marafiki, wacheni kukabiliana na Yesu Kristo ni kana kwamba ni mjumbe wako wa wodi. La hasha, chochote atakachokuambia fanya, maana atafanya. And they were told, pour in the water. Wakaambiwa mwageni maji. Zilipojaa wakaambiwa anza kutoa. And when they were filled, they were told, begin to serve. Hebu imagine kama ni wewe unajaza maji alafu unaambiwa sasa anza kutoa. Can you imagine if it was you? You filled the water and now you are told, begin to serve. But the product has already changed. Lakini sasa kilicho ndani kimebadilika. Can we go church? Tuende kanisa. What you put in is not what you are going to get out. Kile ulichoweka sio kile utakachotoa. Let's go church. What you put in is not what you are going to get out. Kile utakachoweka sio kile utakachotoa. Because you believed in the words. Kwa nini? Kwa sababu uliamini katika neno. Because you believed in the words. Kwa sababu uliamini katika maneno. Whatever he tells you to do, that is a miracle by itself. Chochote atakachowaambia mfanye, huo ni muujiza. Somebody say praise the Lord. Mtu aseme Bwana asifiwe. So whatever was coming out was different. Basi chochote kilichokuwa kikitoka kilikuwa ni tofauti. Glory to Jesus. Tukufu kwa Yesu. So this is one thing that I want you to see about this honorable request. Basi hiki ni kitu kimoja ambacho ninataka uweze kuona kuhusu ulizo hili ambalo lina heshima. Number 3. Jambo la 3. We see a man of passion. Tunaona mtu mwenye upendo. Passion ni upendo ama ni nini? A man of passion. Mtu mwenye upendo. He has a passion for that Jesus. Ana upendo wa huyo Yesu. Tuende kanisa. Can we go church? When he heard it is Jesus. Wakati aliposikia kwamba ni Yesu.
Hello? Bwana asifiwe. When he heard it is, aliposikia ni Yesu, I want you to realize something. ninataka uweze kutambua kitu. For the whole night they have been struggling with the storms and fear. Kumbuka usiku kucha wamesumbuana na dhoruba na woga. The whole night. Usiku kucha. And then in that time of fear and frustration, then he sees Jesus. Alafu katika mandhari hayo ya uoga na kuchanganyikiwa wanamuona Yesu. Somebody say praise the Lord. Mtu aseme Bwana sifiwe. A whole night of fracas and difficulties and hardship, trying to make things work, and then he sees Jesus. Usiku kucha uliojaa dhoruba, uliojaa changamoto, uliojaa uoga, uliojaa kuchanganyikiwa, kisha ghafla wanamuona Yesu. Let me ask you a question. Nikuulize swali. Will you continue staying in trouble, or will you go to safety in Jesus? Je, utaendelea kukaa katika dhoruba, shida na matatizo, au utatafuta usaidizi kwa Yesu? So Peter does not say, tell me to come. He wants to get out of the boat, because in the boat is the mess. Ninataka ufahamu kwamba Yesu huyu Petro haulizi aje kwa sababu anataka kwenda, lakini ni kwa sababu anatorokea shida na dhoruba zilizokuwa kwa merikebu. Am I talking to a church? Na neno na kanisa. Peter wants to get out of the mess Petro anatorokea shida and go to Jesus, who is a strong tower. The righteous run to him and they are safe. Anataka aende kwa Yesu ambaye ni mnara mkubwa, wenye haki wanamkimbilia na wanapata usalama. Am I talking to a living church? Je, ninanena na kanisa lililo hai? So Peter does not want just to go where Jesus is. That is where the presence is. Basi Petro hataki kwenda mahali ambapo tu Yesu yuko, anataka kwenda mahali uwepo upo. He wants to go to safety. Anataka kwenda kwa usalama. So let me talk to somebody who is in this house. Basi ninene na mtu ambaye kwenye nyumba hii. Amen. Amen. He wants the presence. Anataka uwepo. There it is all commotion. Kwa sababu anakotoka kumejaa changamoto. Moses said, if your presence does not go with us, then we shall not go. Musa anasema kwamba kama uwepo wako hautaenenda nasi, basi hatutaenda. Praise the Lord. Amen. And finally, friends, hatimaye marafiki, his request was granted. Alichouliza akajibiwa. Hey, let's go. Jamani, simuongea kama mko church. Finally, his request was, hatimaye akapewa alichouliza. Because the request was noble. Kwa sababu alichouliza ni kitu ambacho kinafaa. And God granted it. Naye Mungu akaweza kumpa. What does the Bible say in the book of 1 Chronicles chapter number 4? Inasemaga nini? And Jabez was more honorable than his brothers. Let's go. 1 Chronicles chapter number 4 verses number 9 says, and Jabez was more honorable than his brethren. His mother called his name Jabez, saying, because I bore him in sorrow. 10 says, Jabez called on the name of the God of Israel, saying, oh, that you would bless me indeed, enlarge my borders, and your hand might be with me, and that you would keep me from evil, so that it may not grieve me. And God, let's go, and God honored, and God granted what he requested. Na inasema kwamba naye Mungu akamjalia hayo aliyoomba. Praise the Lord. Jina la Bwana lisifiwe. I say praise the Lord. Jina la Bwana lisifiwe. I want to speak to this house. Ninataka ninene na nyumba hii. Jabez prayed for divine elevation. Yabezi alikuwa anaomba ili ainuliwe
katika uungu, divine expansion, kuinuliwa kiungu, divine empowerment, hata kupewa nguvu za kiungu, and divine enablement. na kuwezeshwa kiungu. And God granted. Naye Mungu akamjalia. Do you know why? Unajua kwa nini? He knew the power that is in God. Kwa sababu alijua nguvu zilizoko ndani ya Mungu. Unanisikia kweli nyinyi? Can you hear me? He knew what? The power that is in God. Alijua nini? Nguvu zilizokuwa katika Mungu. Peter told Jesus, if it is you, let me do the impossible. Petro akamwambia Yesu Kristo, kama ni wewe, niwezeshe kufanya lisilowezekana. Our God is a mighty Kwa God. sababu Mungu wetu ni Mungu mkuu. God is going to do things beyond your mind. Mungu anaenda kufanya vitu zaidi ya akili yako. Because he's our Father. Kwa sababu yeye ni baba yetu. Praise the Lord. Bwana asifiwe. So what am I talking to somebody? Basi nasema nina mtu. We have a God. Tunaye Mungu. Kanisa, unajua tutasimama hapa kuwaambia mambo ya Mungu mpaka mwisho. But let it be known by you. Have a personal conviction on the identity of Christ and the power of Christ. Let me tell you, everybody else is a liar. God is true. Kila mwingine ni muongo, lakini Mungu ni wa kweli. You will see things happening in your life. Utaona vitu vikitendeka katika maisha yako.